Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni mwendelezo wa pati ya pili kuhusu ubatizo, na nitakuja kwa kuelezea nani anapasa abatize na nani anapaswa abatizwe. Na ni maswali muhimu sana ambayo ni maswali ambayo yanatakiwa yafafanuliwe kwa ajili ya kutoa majibu yaliyo sahihi. Nitasoma kitabu cha Marko sura yake ya 16 na kuanzia mstari wake wa 15. Marko 16:15 imeandikwa, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo tunaona ni Yesu Kristo alielezea. Hapo mwanzo nilielezea kwamba Yesu ndiye aliyesema nendeni mkabatize. Lakini katika nyaraka tatu zote, nyaraka ya Marko au Injili ya Marko, Injili ya Luka na Injili ya Yohana, hakusema wakabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Alikuwa anasema kabatizeni kwa jina langu. Hata hapa kwenye hiki kitabu cha Marko 16 alisema aaminie na kubatizwa. 16 Marko, aaminie na kubatizwa ataokoka, na asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Kwa hiyo tunaona kwamba ubatizo ni ishara ya mtu aliyeamini. Kwa hiyo kwenye kuhusu nani anapaswa abatizwe, ni yule aliyeamini. Ambaye hajaamini hawezi kubatizwa. Kwa nini? Anabatizwa ili iweje? Kwa sababu ili ubatizwe lazima uamini. Uamini kwanza kisha ubatizwe. Ubatizo wa maji, lakini Roho Mtakatifu anaweza akakushukia wakati unalisikia neno, lakini ubatizo mpaka uamini baada ya kuwa umesikia neno ili uweze kubatizwa. Kwa hiyo anayepasa kubatizwa ni yule aliyeamini. Nitasoma pia kitabu cha Matendo ya Mitume hapa kuongezea. Kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura yake ya 8 na kuanzia mstari ule wa 36. Matendo 8:36. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na Filipo akambatiza yule towashi. Kwa hiyo tunaona ya kwamba anayepaswa kubatizwa ni yule aliyeamini. Filipo alipokutana na yule towashi akamhubiria habari njema, yule towashi akafika mahali akakuta kuna maji, akauliza ni nini kinachozuia nisibatizwe? Filipo akamwambia, ukiamini tu utabatizwa. Kwa hiyo ukienda kumbatiza mtu ambaye hajaamini, hajui thamani ya ubatizo ni nini, au hajui maana ya ubatizo, ila anafanya kama desturi ya dini. Kwa hiyo ubatizo sio desturi ya dini. Bwana Yesu asifiwe. Ubatizo sio desturi ya dini. Ubatizo ni fundisho takatifu la Kristo. Kati ya mafundisho ya imani na ubatizo upo. Kwa hiyo kuna desturi za dini wanabatiza watoto wadogo. Huu ni uongo wa shetani, ya kwamba mtu abatizwe mtoto bado hajaamini. Mtoto bado hajaamini chochote na hajamkiri Yesu Kristo kwa kinywa chake kuwa ni Bwana au ni mwana wa Mungu, hajaamini. Kwa hiyo ni makosa na ni dhambi kumbatiza mtoto mdogo kwa mjibu wa Biblia, lakini kwa mjibu wa dhehebu na taasisi za kidini huenda wanafanya hivyo bila kujua. Kwa hiyo wewe pendwa, sikiliza maneno haya, yatakufaa. Kubatizwa ni mtu aliyekwisha kuamini moyoni mwake kwa Yesu Kristo ni Bwana na akakiri kwa kinywa chake. Kwa hiyo tumeona ushahidi wa maandiko mawili. Lakini ni nani anayepasa kubatiza? Kati ya kazi ambazo Yesu aliziacha kwa mitume ilikuwa ni mojawapo, enendeni kuhubiri Injili kwa kila kiumbe. Lakini ya pili, mwabatize watu kwa jina la Yesu. Lakini ya tatu, nendeni mkatoe mapepo, mkafufue wafu, mkafanye kila kitu kipasacho watu kuokolewa. Kwa hiyo anayepasa kubatizwa ni mtu
Anayepasa kubatiza ni mtu ambaye amejazwa Roho Mtakatifu na amekwisha kubatizwa. Na tunaona Yohana Mtakatifu aliyekuwa mtumishi au Yohana Mbatizaji, namuita mtakatifu kwa sababu alijazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni na aliishi maisha matakatifu. Kwa hiyo naweza nikamuita Yohana Mtakatifu, si kwa mfumo wa dini, hapana. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji alijazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni kwa ajili ya misheni tu ya kuja kuanzisha ubatizo. Hakutokea tu popote. Ndio maana watu wakamuuliza, wewe umetoka kwa nani? Wakaulizana, lakini ubatizo ule ulitoka kwa Mungu, maana ilikuwa ni mtoto wa agano wa ahadi ambao Mungu alisema na Elizabeti na Zakaria kwamba mtapata mtoto naye atakuwa mkuu, atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni. Kwa tunaona ubatizo ni kitu cha kimungu. Ndio maana anayepasa kubatiza ni mtu ambaye ana Roho Mtakatifu na amekwisha kubatizwa kwa jina la Yesu. Kwa kama ulibatizwa na mtu ambaye hajabatizwa kwa jina la Yesu na hana Roho Mtakatifu, wewe bado hujabatizwa. Kwa tafuta watumishi wa Mungu wa kweli ambao wamebatizwa kwa jina la Yesu na wamejaa Roho Mtakatifu, wakubatize upya. La sivyo, usipobatizwa kwa mfumo huo, utajikuta maisha ya dhambi wewe kwako yanakuwa endelevu, kwa sababu haujauzika utu wa kale. Na jina la Yesu pekee ndio lenye uwezo wa kubatiza mtu na kumfufua mtu. Shalom, shalom. Mungu awabariki sana. Amen.